Spika kwa kuweza kunipatia fursa hii nami niweze kuchangia kwenye wizara hii muhimu sana, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, nitaenda kuanza kwanza kwa kupitia utekelezaji wa bajeti ambao tunatenga kwenye wizara hii muhimu. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na unyeti na umuhimu wa wizara hii, kwa miaka yote tumekuwa tukitenga bajeti lakini haziendi kwa ukamilifu. Kwa mfano, mwaka 2015-2016 fungu 57 ilitengewa wizara bilioni 220 fedha maendeleo, lakini ilipokea bilioni 40 tu, sawa na 18%. Fungu 38 ngome tulitenga na kuidhinisha bilioni 8, hawakupokea chochote. Fungu 39 JKT tulitenga bilioni 4, hawakupokea chochote. Mwaka 2016-17 bilioni 230 fungu 57 wakapokea bilioni 34 tu. Mheshimiwa Spika, sasa na 15%. Fungu 38 tulitenga bilioni 10, wakapokea bilioni 1 tu, sawa na bilioni na 10% za maendeleo hizi. Fungu 39 tulitenga bilioni 8, wakapokea bilioni 1, sawa na 12.5. 2019-2020 tulitenga bilioni 220 fungu 57, bilioni 8 fungu 38 na bilioni 6 fungu 39. Lakini mpaka ile Machi kama unavyotoa kutoa taarifa yote kwenye hili. Lakini tumeona 2021-22 utekelezaji wake nao unasuasua. Mheshimiwa Naibu Spika, hizi ni fedha za maendeleo. Na kwa nini nimeamua kufanya hii rejea? Kwamba kwanza hata fedha ambazo tunapeleka ni ndogo sana. Ametoka kuchangia hapa Mheshimiwa Mwijage. Jeshi la Wananchi wa Tanzania na JKT kwa unyeti wake, Jeshi la Wananchi wa Tanzania kulinda mipaka ya nchi dhidi ya adui kutoka nje. Lakini pia jeshi hili ni mbadala kwa nchi yetu pale ambapo inapata mkwamo kwenye sekta zote. Inatakiwa jeshi hili tuliwezeshe, liweze kufanya tafiti za kina, liweze hata kufanya ugunduzi wa mambo mbalimbali mengine ambayo hatuhitaji kuyajua, ambayo yanaweza kusaidia nchi yetu kuamuka kiuchumi. Lakini kwa fedha ambazo tunatenga ndogo na hatupeleki, hatuwezi kufika popote. Leo hili jeshi haliwezi hata kujenga maabara ya kisasa yenye teknolojia za kisasa za kuweza kufanya huu utafiti na kuweza kujihakikishia kwamba kama nchi wanaweza kucounter any crisis ambayo inakuwa imetokea. Mathalan, dunia na sisi nchi tuko kwenye hili gonjwa la COVID-19. Kama kwa hili jeshi lingekuwa tunaliwekeza, ndio maana wako pale hawa ndugu zetu wako pale kulinda mipaka ya nchi na vitu kama hivi. Yaani hawatumiki 24/7 kama ambavyo majeshi mengine yanafanya. Lakini wangeweza kujiwekeza kwa kina, kuweza hata kufanya tafiti za kina, wana madaktari wakaweza kugundua dawa ya COVID, wakaweza hata kugundua chanjo. Tukaacha haya na madebate ya kusema si nchi za nje zinaleta chanjo ambazo zinaweza zikatuathiri. Lakini jeshi, Mheshimiwa Spika, ikitokea wakabobea kwenye sekta zote, mathalan Siombei inatokea mgomo wa madaktari nchi nzima, hao wanajeshi wetu wanaweza wakacounter kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania hawawezi kufariki pale ambapo wanaendelea kupata matibabu pale ambapo wanatokea mgomo. Lakini kingine, Mheshimiwa Naibu Spika, tunaona nchi kama Marekani, wanajeshi wale na nchi zingine. Mimi kuna kipindi kwa nanua Black Belt, wameandika research in motion. Zile ni tafiti ambazo zinafanyika na wanajeshi wa Kimarekani. Lakini pia kuna wanajeshi wa nchi mbalimbali. Mheshimiwa Mwijage hapa amelalamika kuhusu nyumbu. Sasa nyumbu itawezaje kujikamua wakati hata ipelekewe fedha za kutosha? Tunahitaji kuinvesti kwenye jeshi la wananchi wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hapo kwenye utekelezaji hafifu wa fedha za maendeleo kunasababisha kuendelea kuwepo kwa migogoro ya ardhi baina ya jeshi la wananchi wa Tanzania na wananchi ambao wamechukuliwa ardhi zile. Imechukua miaka mingi sana, ni kwa sababu tunapitisha fedha hapa kwenye vitabu ina reflect kwamba wanaenda kupeleka kulipa fidia, lakini miaka inaenda wananchi hawalipi fidia. Na tunajua ndugu zetu hawa wanajeshi hawatakiwi mtu kukatiza kwenye kambi yao. Ukikatiza unapewa adhabu kali sana sana, utalimishwa, utarukishwa kichwa na vingine. Ndio hivyo kaliba ilivyo. Hoja yangu nyingine ni kuhusu wastaafu wetu wanaotokana na jeshi hili la wananchi. Tumekuwa tukishuhudia wakishastaafu wanaishi maisha ya shida sana sana, kwa sababu hata ile lamsa wanaopewa 25% kuna kipindi wanacheleshwa, wengine hawapewi kabisa. Lakini hata wakipata haikidhi.
tunakubali wote kwamba hili jeshi ni nyeti, kama vile ambavyo tunawatambua kada zingine kama majaji na wengine wakistaafu wanakuwa wanapata some percent. Basi tuangalie hawa wanajeshi wetu wanavyostaafu, tuwape hata walau 20% ya mshahara wao wa mwanzo, ili waendelee kujikimu na maisha wakiwa uraiani. Ukizingatia wanajeshi wakiwa kule kambini huwa wanapata vifaa vingi kwa ruzuku, wameshazoea maisha hayo, wakija huku uraiani wanateseka sana, Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini on top of that tuwakatie na bima ambayo anaweza katibua muda wote ule. Mwanajeshi akistaafu anytime kuna crisis wanaweza wakawalikoo wakaingia pia kuendelea katika kunusuru nchi. Kwa lazima tuwaconsider hata walau kwa 20%, sio 80% au 70% wanazopewa wengine. Walau 20% ya mshahara ambao amekuwa amestaafu akiupata. Mheshimiwa Naibu Spika, kingine ni ripoti ya CAG ya March 2021 ameainisha kwamba Suma JKT kuna watumishi wanadai fedha. Tena idara ya ulinzi. Idara ya ulinzi mwaka 2018-19 walikuwa wanadai milioni 208. 2019-2020 walikuwa wanadai milioni 317. Yaani ni kuongezeka. Sasa kama idara ya ulinzi ambao Suma JKT wanapeleka kwenye private sector na hata kwenye mashirika ya umma, ina maana kule wanawalipa vizuri. Kwa nini hawa watumishi ambao wanaenda kufanya kazi ya ulinzi wasilipwe fedha zao, Mheshimiwa Naibu Spika? Hii hata inaweza kusababisha mimi nafanya kazi ya ulinzi, unapokea fedha lakini unilipi. Binadamu unaweza toka shawishika ukajiingiza kwenye uhalifu, baada ya kulinda ukala njama ili uweze kunani kwenye sehemu hiyo, uweze kuja kufanya uhalifu kwenye sehemu husika. Kwa tunaomba muhakikishe msiwakope watumishi, hasa idara ya ulinzi. Jamani, kuwa kwenye lindo and then unamkopa isn't right. Mheshimiwa Naibu Spika, kingine wamezungumza kwa kina hapa. Ni kweli tunapeleka vijana wetu JKT, wanapewa mafunzo, lakini hawawezi kuwa absorbed wote kubaki kwenda kuajiriwa jeshini, wa JKT na JKU. Sasa wasipokuwa kuchukuliwa wote jeshini, wengine wanarudi uraiani, na unakuta wengine hawajapata mafunzo mbadala. Hawezi kustahimili kukaa uraiani, hana kazi, atashawishika, ataingia kwenye magenge ambayo ni ya uhalifu na anajua amejifunza. Sasa wametoa ushauri mkubwa sana hapa, na mimi na cement jeshi la kujenga taifa likiwezesha Tanzania ya viwanda itawezekanika. Tukipeleka fedha za kutosha, tutaweza kuwa na kilimo chenye tija. Maki vijana wetu wakienda kule watajifunza, watawezeshwa. Wakiwezeshwa ina maana tutakuwa na kilimo chenye tija, kitatoa raw materials, ataenda kwenye viwanda vitakuwa vingi kwenye majimbo na mikoa. Niona siku ile Mheshimiwa Jafu anasema viwanda 100 sui kila mkoa. Tuwezeshe JKT isiishie tu kufanya mashamba machache kama mashamba mimi naita kama mashamba darasa. Mkiwa kuna maonyesho ya 8 wanakuja wametengeneza kweli furniture nzuri, lakini wana viwanda all over the country. Tumewawezesha hao watu waweze kujenga nchi yetu kweli. Taarifa. Mheshimiwa wabunge, nirudie tena. Ukishasema taarifa mara moja unasimama, ndio maana huwa anaangalia mtu kasimama wapi. Mheshimiwa Mpembeno. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Pointi anazoziongea ni za msingi na zina maana sana, na kusema kwamba tuweze kuwawezesha JKT na jeshi kwa ujumla wake. Lakini nataka tu nimpe taarifa mzungumzaji kwamba mfumo wetu wa bajeti ni cash budget system, tunakusanya alafu ndio tunatumia. Kwa nilikuwa naomba tu mzungumzaji, mimi na yeye na wabunge wenzangu wengine wote humu ndani tuweze kushirikiana, tuwe mabalozi wa kuweza kuhamasisha watu waweze kulipa kodi, tukusanye ili jeshi liweze kuwezeshwa. Asante sana. Mheshimiwa Esther Matiko, unaipikia taarifa hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, cash budgeting with priorities. Kama tunaweza tukainject trillion of money kwenye wizara ya ujenzi, tunashindwa nini kupeleka trillions of money kwenye hii wizara nyeti ambayo tunaita ni nyeti? Kodi cash budgeting yes, lakini tunatenga bilioni 220 na haziendi, zinaenda bilioni 30. Wakati kwingine unakuta budget imeenda zaidi ya 100%. Kwa we need to be serious na tusaidiane kama wabunge, tukitenga bilioni 300 na ziende zote katika cash budgeting hiyo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa namalizia kwenye makazi ya ndugu zetu. Ni dhahiri yako duni sana. Kwa hiyo tunaomba serikali iboreshe makazi ya hawa ndugu zetu.
kwa sababu tusiishie tu kuambia jeshi letu liko imara, lakini wawezeshe basi, hata wakiishi wajue kabisa kweli nchi yangu inanijali kama vile ambavyo naitumikia nchi yangu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, nilikuwa nimeshamtaja Mheshimiwa Fahari